naamini tarehe ya mchezo itatangazwa hivi karibuni. Nikupigie simu tu tuulizane hapo, maana taarifa zinasambaa mitandaoni kwa kasi sana, na tukiachia taarifa iende sana mitandaoni mara nyingi inakuwa inaleta sintofahamu. Sasa kama chombo cha habari tunarudi kwako, kwa sababu kwenye peji yenu rasmi haijapostiwa na kwenye peji ya TFF haijapostiwa. Taarifa imetengenezwa kwa muundo wa bodi ya ligi, namna ambavyo huwa mnatengeneza taarifa zenu kwa umma, na tarehe ya leo na kila kitu cha leo, kwa maana inakuja taarifa kwa vyombo vya habari kutokea Tanzania Premier League Board, kila kitu headed paper ya kwenu na kila kitu cha kwenu, wakisema kwa heshima na taadhima, bodi ya ligi kuu inapenda kuwataarifu kuwa baada ya mashauriano na wadau mbalimbali wa michezo pamoja na tathmini ya mechi, pande zote mbili zimekubaliana na ratiba ya ligi kuu imekubaliwa kuwa mechi ya marudiano ya Simba dhidi ya Yanga dhidi ya Simba itafanyika katika uwanja wa Amani Zanzibar siku ya Jumamosi tarehe 10 Mei 2025 saa 11 za jioni. Na hapa akaongeza vipengele vya kwao, uamuzi huo ufanyike uzingatia mambo kama hayo: kuongeza usawa mazingira kiushindani kwa timu zote mbili, kuimarisha ushirikiano wa michezo baina ya Tanzania na bara na visiwani, kuwapa mashabiki wa Zanzibar nafasi ya kushuhudia moja ya mechi kubwa nchini na mambo kama hayo. Sasa na hapa chini kiandiko imetolewa na idara ya habari mawasiliano ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB Aprili 25 kwamba wameiona taarifa WhatsApp imewekwa kwenye tovuti rasmi ya bodi ya ligi kuu Tanzania ama TFF, haipo. Imewekwa kwenye kurasa zake za mitandao ya kijamii, haipo. Kwa nini mtu uendelee kusambaza kwamba huyo mtu aliyekupatia hiyo taarifa ameitoa wapi? Kama kwenye kurasa rasmi za bodi ya ligi kuu Tanzania hakuna, kama kwenye tovuti ya bodi ya ligi kuu Tanzania wala TFF hakuna, yeye ameitoa wapi? Kwamba ameiiba ofisini ama ameitoa kwa nani? Kwa hiyo utaona tu kwamba kuna viashiria vingi vinavyoweza kuthibitisha kwamba hiyo taarifa sio rasmi, ni taarifa ya uongo, imezushwa, na wadau wa ligi kuu ya NBC na wapenda mpira kwa ujumla wanapaswa kuipuuza. Na unadhani kwa nini taarifa kama hizi zinakuja wakati huu, za kusambazwa na za kutengeneza, za kubumba bumba? Sijui, labda kwa maana ni takriban mwezi mmoja. Kwa hiyo tunalifahamu hilo, na kwamba taratibu zote zinaendelea kama kawaida, na tunaamini tarehe ya mchezo itatangazwa hivi karibuni. Bwana, dabi tunayo na tunatamba nayo. Afisa habari huyo Florence Renatus wa bodi ya ligi, unaelewa vizuri taarifa ameitoa ya kwamba dabi itapangiwa siku hivi karibuni. Maneno mapya, story mpya. Maneno mapya na hii story mpya. Story mpya mjini. Wakati watu tunamtazama zetu mnyama, tunamsubiri kumwangalia mnyama anaenda kufanya nini kule Afrika Kusini, yameibuka tena mapya. Ni jambo ambalo lipo kwenye utaratibu kama ambavyo tunajua. Yes. Taasisi zote zinazosimamia mpira zipo kwenye kesi. Wanayemuongoza ndo amewashtaki. Lakini leo tunapata story nyingine kwamba dabi ipo na tarehe itapangwa hivi karibuni. Maneno vizuri? Nakusikiliza sasa. Hebu ngoja, labda sikusikia vizuri. Sikusikia vizuri. Okay. Odonuru, turejeshe hiyo tu. Dabi ipo, itapangiwa tarehe hivi karibuni. Tunalifahamu hilo, na kwamba taratibu zote zinaendelea kama kawaida, na tunaamini tarehe ya mchezo itatangazwa hivi karibuni. Bwana, kumbe sawa. Na kwa faida ya mtazamaji wa Data Sports, naye unaweza kukuta alikuwa hajasikia vizuri. Kwa hiyo tumerudia aweze kusikia vizuri. Sikia vizuri. Asija akasema tunabumba maneno yetu. Ndio. Bwana, mtazamaji wa Data Sports, karibu nyumbani. Mimi naitwa Cisco, niko hapa Florence Renatus. Umepata kusikia ambacho kimezungumzwa na afisa habari wa bodi ya ligi Karimbo Plus ama Boimanda wengi hupenda kumuita hivyo. Mambo ni mazito kweli kweli, na mambo haya bwana yanafanya tuanze tena kuzungumza history za dabi. Lakini kumbukwe Young Africans tayari wamekwisha fika kasi na kesi na unguluma huko, na taarifa ambayo tuko nayo ni kwamba bodi ya ligi TFF na wekundu na Msimbazi Simba walitafuta mawakili. Taarifa za ndani kweli kweli hizo kutokea nchi ya jirani kwa maana ya Kenya, ili waende kuwatetea huko kasi. Lakini leo afisa habari wa bodi ya ligi ambaye wao ndo wanajua nini kinaendelea, na huyo ndo msemaji
kuhusiana na bodi na mambo yote yale yanayohusiana na bodi ya ligi. Amezungumza kwamba dabi tunayo na tunatamba nayo, tunasubiri siku tu ya kupangwa tarehe. Sasa lakini kabla tujazungumza mimi pamoja na Forest Renatus hapa, wacha pia nikupatie taarifa njema kutoka Bati Quality. Hii ni kampuni bora Tanzania, inazalisha na kusambaza bati aina zote. Ziko za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, na zile pia zenye matili ya chenga chenga, zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Kununua mabati baada ya misumari pamoja na usafiri bure popote pale ndani ardhi ya Tanzania. Waranti yake ni muda mrefu bwana, miaka 10 ya uangalizi. Unanunua bati wewe, anakuja kutambana nayo kijana wako Florence Renatus. Niambie, hivi tulikuwa tujasalimiana tujasalimiana kabisa. Oh, Boimanda na mituchanganya. Na ule msemo unasema kila mtu atachanganyikiwa kwa wakati wake. Umefika kwetu wakati wetu. Hapana, mimi bado. Bodi ya ligi kama unatuchanganya. Labda kama niwe mimi bado. Lakini si wameenda Kenya kutafuta mawakili. Unajua sisi labda kwa mtu ambaye anatutazama sasa hivi, yes, tumwambie ukweli nini ambacho kimesababisha mpaka Karim Boimanda kuzungumza haya maneno. Leo asubuhi kulikuwa na taarifa, taarifa zilikuwa zinasambaa katika mitandao ya kijamii, na mimi nakumbuka niliingia kwenye mtandao wa Instagram asubuhi tu, nikakutana na hiyo taarifa kwamba wameunganisha barua ya bodi ya ligi, wametangaza kwamba tarehe 10 mwezi wa 5, ikiwa na maana mwezi ujao, kule visiwani Zanzibar majira ya saa 11 jioni. Ni jambo ambalo likanikimbiza kwenda kwenye account official ya bodi ya ligi, sikuona. Nikaenda pale kwenye account ya Tan Football kwa maana TFF, sikuona. Nikaenda kwenye account ya Simba, sikuona hicho kitu. Kwa hiyo nikagundua tu ni fake story. Kwa hiyo ndio jambo ambalo limepelekea mpaka afisa habari Karim Boimanda kuweza kuzungumza, kuzungumza haya ambayo aliweza kuyazungumza. Kwa hiyo ni jambo la kawaida kwenye mpira wetu wa miguu. Ni kama alikuwa anathibitisha, lakini kwenye kudhibitisha kwake ndo akatupa story nyingine tena kuhusiana na kwamba hivi. Unajua mimi neno ambalo limeniwaliza Cisco ni hivi karibuni. Sijui kama unanielewa vizuri. Bana, na wewe mtazamaji wa Data Sports, pigia mstari neno hivi karibuni. Lakini wana Yanga wenyewe wanasema hawaitambui dabi na hawaitaki dabi. Dabi ilishapita tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Unaelewa vizuri? Nakuelewa vizuri. Juzi tu hapa kwenye mchezo dhidi ya Fountain Gate, Manyara kule. Unaelewa vizuri? Rais wa klabu ya Yanga aliojiwa na mashabiki na wao wanajiselfie kangoni, wanataka ushahidi. Walikuwa na mrekodi namna hii. Wakamuuliza bado mechi ngapi president? RC akasema bado 3 mechi 3. Yaani kama samaki vile, ana vipande vingapi? Vitatu. Akasema Tanzania, shingo na mkia. Tanzania Prisons na mkia. Tanzania Prisons na Mungo, Dodoma Jiji, msimu kwa Young Africans umeisha. Sasa mimi nataka tutazama hiki ambacho amekizungumza Kalimbo Ipras. Huyu ni afisa habari wa bodi ya ligi, kwamba mchezo wa dabi utapangiwa tarehe hivi karibuni, ama tarehe itatangazwa hivi karibuni. Tutapata ratiba hivi karibuni. Hii inaashiria nini? Na sote tunatambua kwamba kesi ipo kasi, na kesi imeshaanza kusikilizwa na mawakili kutoka nchi jirani. Hivi sababu ya wao kwenda kule ni nini? Wakati Tanzania tuna wasomi wengi. Sababu ziko nyingi, lakini sababu rahisi mno huenda ikawa ni Kiingereza. Lugha. Ni lugha. Lugha imefanya bodi ya ligi waungane na Simba, waungane na TFF kwenda kutafuta mawakili nje ya ardhi ya Tanzania, wakiamini kimombo kule Kenya sio shida. Inakuwa ni mtu 3 against 1 person. Yes. Waniami. Yanga na baadaye jeshi la mtu mmoja Young Africans, afu kote wamekusanyana watu 3. Yaani hawa wanataka tukacheze, kuna mama na mtoto. Afu kushambulia mwamba peke yake. Hii mara ya kwanza. Mwamba yuko peke yake. Zile historia zetu ina tunapaswa pia kuiandika pembeni. Afu kitokea Yanga akashinda. Hatari. Hiyo itakuwa kubwa zaidi. Pigwa watu 3 maana yake, si ndio? Sababu Yanga walishtaki watu 3. Yaani tusemeki ushabiki, Yanga mwashtaki watu 3 kwenye barua yake. Unajua TFF kuingia mule ilikuwa ni kauli za rais. TFF kwa kwenye hiyo kesi. Ni kauli za rais zikamweka TFF ndani. Sasa Martin Yanga anakwenda kuibuka kidedea. Hapa ndio ile maneno ya shombo yale. Tutakoma kweli. Tutakoma. Ile kijana yule afisa habari wa Yanga ile. Na hili linaweza likafanya akafungiwa.
yule mtoto kama watashinda. Na aliambiwa ndani ya miaka miwili asifanye kosa lolote la kimaadili. Yaani hiyo ni ngumu Cisco hiyo. Ndio, Florence Renatus kidogo hebu tutazame sasa kwa jinsi ambavyo unatazama hizi kauli ambazo zimetolewa na afisa habari wa bodi ya ligi kwa maana ya Kalimbo Boimanda. Unafikiri zinalenga kweli bodi ipo ama ni ule msimamo wa zamani amejaribu kukumbushia na atashindwa kubadilisha kwa sababu watu wataona mbona ana ndimi mbili huyu. Umeelewa vizuri ama wamemalizana kweli na ile barua uende iliyozagaa? Unafikiri inaweza ikawa kweli ni ya bodi ya ligi lakini sisi kukuta ni mambo ya test. Ndio. Si unaelewa vizuri sisi. Na tumekuwa na hiyo tumekuwa na hiyo tabia. Yaani unaweza kukuta ni kweli, ni kweli wamefanya hilo jambo lakini wamefanya kwa kumpa mtu fulani afanye ila sio yani ni wao ndio wamefanya wakampa mtu fulani afanye aonekane yeye ndo amefanya ila wahusika wakuu wanakuwa nyuma ya haya yote. Inashangaza kidogo lakini naweza tu nikampongeza Kalimbo Boimanda, amejibu very professional. Kwa maana ya kusema hivi karibuni ni jambo la kuwatoa wasiwasi baadhi ya wadau lakini pia kutengeneza nadharia tofauti tena kwa baadhi ya watu wengine. Kwa kutupatia story pia kutupatia story nyingine tena waandishi. Kitu ambacho pengine mimi ninakifahamu kwa sasa hivi ni kuwa Young Africans hawako tayari kucheza dabi mpaka pale maamuzi kutoka kasi yakishatolewa na baada ya kesi kuweza kuunguruma ndipo ambako uamuzi unaweza ukatoka. Lakini kasi nao pia wanapaswa kuliharakisha hili jambo. Kwa maana ya kwamba mwezi wa 5 ni mwezi ambao ligi inaenda kuisha na ligi inapaswa kwenda kuisha tumeshapata mwafaka wa hili jambo. Bingwa hawezi kupatikana wakati kuna mchezo mmoja hujachezwa kwenye ligi. Hilo ni tatizo. Nafikiri inapaswa kusolviwa haraka. Kama ni kesi imepelekwa kasi basi wanaoiendesha ile kesi wanapaswa kuiendesha kwenye uharaka au katika utaratibu sahihi ili kuangalia namna gani ambavyo tunalimaliza hili. Sidhani kama Young Africans watakuwa wamelichukulia hili jambo serious sana. Kwa sababu wao wanajua nini ambacho wanafanya. Yaani wao wanaishi kwenye misingi yao kwa sasa hivi. Hapo nikutandike swali kabla sijasahau. Florence Renatus, haufikiri ama uwazi japo kidogo kwamba labda bodi ya ligi walichungulia faili la kule kasi na wameona labda ngoma inaenda kuwapa ushindi kwa upande wao maana amekuja na hii kauli ya kwamba mechi itapangiwa tarehe hivi karibuni? Labda ushindi kwa namna gani sisi? Sasa hapo tunaanza kuzungumzia yani kwa hiyo inapofika wakati kesi inaendeshwa mdogo mnaangalia upepo umekaaje, watu wanadukua vyanzo muhimu wanaona sisi tunaenda kutoboa. Kasi waifanye hilo jambo. Ndio maana hamna jambo lolote ambalo liwahi kutoka kasi ukasikia linatiliwa mashaka. Wala limevuja. Yani ni very professional people wanaendesha ile taasisi. Kwa hiyo wakitolea maamuzi jambo kama lile ni maamuzi sahihi. Ndio maana hata watu ambao watakaohusika kila mtu atachagua upande wake atawapeleka then kesi iweze kusikilizwa na hakimu kutoka Tanzania au mtu anayefanya kazi Tanzania, mtu ambaye ni Mtanzania yupo kasi ndio aenda kasikilize ile kesi. Ni ngumu, itaendeshwa na mtu mwingine ambaye halijui soka letu ila amepewa ile kesi kutokana na professional yake aweze kuamua lile jambo. Ndivyo ambavyo mambo yataweza kuamuliwa. Hawajachungulia wakaona sisi. Hapa tumeshazungumza kwamba wanaweza kuwa ni kweli. Yaani taarifa kama hii mpaka inatoka. Unajua watu wanaweza kawa jichukulia serious sana. Ila mimi niliingia kidogo kwenye group letu ile la waandishi. Kulikuwa na mjadala mkubwa sana kuhusiana na taarifa kama kwa sababu aliichapisha kapatia kila kitu. Unaelewa vizuri. Na hisa alipokosea ni sehemu ya kwenye barua ya Simba alizikosa zile fonti sahihi za Simba. Mimi barua ya Simba ikitoka najua hii ni Simba. Ila kwenye fonti za TFF, zile za bodi ya ligi taarifa kwa umma wanaitoaga zile peji zao. Kila kitu kakipatia yule mtu. That's why hapa tunaambiana kwamba huenda inaweza ikawa ni kweli wametengeneza wao kama kawaida. Sikuoni huko nyuma walifanyaje Cisco. Sasa alafu wakatumika watu wa mbele. Bwana hebu lakini Florence Renatus, mimi sina shida wala shaka na kama ile barua itakuwa imetoka kweli bodi ya ligi. Kwa sababu bodi ya ligi ilishawahi kutuingiza chaka hivi. Unaelewa vizuri? Walitoa barua yao wakaikana. Sio hizi tunachokizungumza. Ndio maana nikakwambiaje kama umeiangalia vizuri ile barua imepatiwa kila kitu. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo kuna vitu kadhaa tu ukiangalia. Ndio maana mimi nilivyoiangalia nikakosa tofauti ya kila ambacho mimi nimezoea kukiona kila siku bodi ya ligi. Nikasema no, hebu ngoja nikajidhihirisha. Nikaona hapa wanachokifanya wanajaribu kutest dhali.
La vizuri, hii michezo ipo. Wana testi zari kuangalia watu wanailitikiliaje hili jambo. Watu wanalipokeaje hili jambo. Sasa umeona Emanani, kuna kiongozi yote wa Young Africans umeona amerespondi kwenye hilo. Watu wana habari. Yes, watu wana habari. Yaani kwa sasa hivi wana focus, wana game na JKT Tanzania nusu finali ya RDB, wana game 3 za ligi, wanapaswa kutafuta hizo alama 9 wajitangaze kwa Muungano Cup. Kuna Muungano Cup. Au ni michuano ya ziada, sio sehemu ya mipango ya timu kubwa kama Young Africans. Kwa hiyo sasa hivi kukaa chini tena tuanze kufufua kwamba hivi Yanga ameona alicho, hapana. Yaani kuna kauli ni sio nzuri, ni siwezi kuitumia. Ni kwamba Young Africans kwa sasa wapo katika msimamo wao. Bwana, nje yetu sisi ni kitakachoamuliwa hapa ndicho ambacho tutaishi nacho. Hayo ya kwenu bakini nayo. Basi. Bwana, hayo ya kwenu bakini nayo, na sisi hatuna la ziada. Tukwambie tu ya kwamba tunaendelea kubaki nayo hivi hivi, lakini haya yasemwayo yapo, kama hayapo basi haja. Tusubiri kuona bodi ya ligi kauli yao inaleta picha gani, na hii kauli ni kweli bodi imefikiria vizuri, na huko mambo kasi yameshakuisha, kwa sababu mpaka wanatuambia kwamba watapanga tarehe wakati muda sipunde. Tafsiri yake ni kwamba wanafahamu labda kasi imekwisha. Na hapo ndio kwamba wamechanganya watu wengi. Umeelewa Niweza kuambia amejibu very professional. Yaani katoa Boimanda, mimi nimpongeze. Katoa kauli iliyogawa mara mbili. Kuna watu wamefurahia kutokana na hilo jambo, afu kuna watu kawaachia debate. Na wao pia wanasikilizia milio. Yaani kuna waliowaachia debate, afu kuna ambao kawapa ushindi moja kwa moja. Bwana sawa, mimi naitwa Cisco Florence Lenatus, hapa amezungumza mengi na mazuri. Nyuma ya kamera yuko Odon Nolo. Itoshe kusema tukutane tena muda na wakati mwingine. Comment yako ni muhimu hapo chini, drop utuambie nini hasa ambacho nakiona kwenye hili sakata la Kariakoo Derby.